So kuna maandamano ambayo yameweza kuandaliwa ama kupangwa kwenye mitandao, ambapo wananchi wa Tanzania wamesema kwamba tarehe 29 ambako ndio kuna uchaguzi mkuu wa kuchagua viongozi ndani ya nchi ya Tanzania hapa, ambapo niseme ya kwamba ni maandamano ambayo yameandaliwa kwa muda mrefu, ambapo sasa ule uoga ambao serikali wameweza kuwatia na kuwaogopesha na wale ambao ni kama chawa wa serikali ambao wametumika ili mradi waweze kuogopesha wananchi ili wasiweze kuandamana ile siku, nafikiri kazi yao inaenda sawa sawa vile ambavyo inapaswa. Kuna video moja ambayo imefanywa na mwanadada fulani hivi, ambapo amejiziba kwa maski yake inatamuka vile vile alivyojiziba ili asifahamike, ambapo tutasikiza vile alivyoongea na ama ile nyimbo aliyomtungia Suluhu Hassan Samia, rais wa Tanzania, alafu mwisho siku tuweze kuangalia vile ambavyo Watanzania wameonyesha kwenye zile comment section ule uoga ambao wako nao, ama zile vile ambavyo wameingia uoga nitasema. So tumpe sikia hapa. Watanzania mnampenda Samia, aidhani mwanamke angetuhurumia. Wait, is she from Pemba, Unguja? She came from Kizimkazi, Zanzibar. Nalia, naumia. So tell me why tukisema mnatutisha, tufanye nini? Tushachoka kuogopa. Tell me why tukisema mnatuteka, tufanye nini? Tushachoka kuogopa. Polisi, I got one question for you, just one question for you. Who is asiyojulikana? Who the fuck of asiyojulikana? Who is asiyojulikana? Who the fuck of asiyojulikana? So sometimes wanasema ni uchizi, nacheka kwa sababu inasema kama uchizi fulani vile, yani ushaona umevurugwa akili mpaka unafanya chochote kile ambacho unafanya ili mradi ule ujumbe ambao uko nao uweze kuwasilisha kwa jamii. So nataka tusome kwenye comment section tuone, je, watu wamereact vipi baada ya kuona huyu mwanadada ameweza kutunga nyimbo kulingana na vile vitu ambavyo vinaendelea ndani ya nchi ya Tanzania, ambapo ni kama alikuwa anamwambia Suluhu Hassan Samia ya kwamba hatuogopi chochote, hata baada ya kwamba umejaribu kuteka baadhi yetu, lakini kamwe kabisa hatuogopi. So this is what guys have said, ambapo kuna huyu ambaye hatutataja majina ili tusichongee yote yule, amekuja amesema huwezi kujitoa kafara kwa ajili ya Watanzania alafu ni kunyime like. Yani hauwezi, alikuwa anamwambia huyu msichana ya kwamba kile kitendo alichokifanya ni kitendo ambacho it is as if, yani ni kambe kama amejitoa uhai ama amejitoa kafara, yani amejitoa mwili wake kwamba if it's about to kill me, just kill me, I'm ready. You guys, you need to kill me because I've done this. Okay, do it, ready, I'm ready about it. So alikuwa amesema kwamba huwezi kujitoa kafara kwa ajili ya Watanzania alafu ni kunyime like. It's as if sahihi vile ambavyo hapa kwa KCC pande vile vipindi ambavyo tunakuletea kuhusiana na mpango mzima huno wa Tanzania, alafu mwisho wa siku unakuta mtu ile video anashindwa hata kuishare ama anashindwa kusubscribe ama anashindwa kulike pale, wakati unajua mtu amejitoa mhanga kwa minajili ya kukomboa nchi. Okay, mwingine amekuja akasema marehemu alivaa dera la bibi yake, akimaanisha kwamba huyu msichana amemwambia kama yeye tayari marehemu, kwa sababu kile kitendo ambacho anakifanya ni kitendo ambacho wenzake walijaribu kufanya, ambapo walikuwa wanamuingilia rais pale ama serikali nzima ya Tanzania, na mwisho wa siku wakatekwa na kuuliwa. Sasa yeye ambacho anakifanya it is as if tayari ashauliwa. Ndio huyu akaja kumwambia hapa marehemu alivaa dera la bibi yake. Keep going sister, rest in peace, rest in peace. Alafu akamtag ilo jina lake, akatoa emoji vya machozi, akasema very soon, ambapo alikuwa ni kama yumpa salamu zake za rabirambi angali uhai, yani lala salama, assalamu alaikum. Ameongea kimatusi pale, na wakati video zako nyingine zipo zinaonyesha sura. So huyu msichana kitu ambacho amekosolewa hapa na huyu jamaa ameambiwa kwamba umejifunga kweli mask,
kikweli kabisa, na umeongea ama umesema vitu ambavyo ni kama unaenda against serikali, ambao wenzako walifanya hivyo na ule mwisho wao haukuwa mwisho mzuri. Sasa wewe umejifunga, hauonekani kweli, yes, lakini kwenye account ile ambayo umetumia ni account yako, wakati video zingine za hapo awali hapo nyuma bado zinaonekana na sura yako. Alikuwa anataka awe kama yule Chimakeke, yule Mtanzania anaitwa Chimakeke, ambapo video zake zote ameweza kuzifanya na kutumia matusi ya njia yoyote ile, lakini kamwe kabisa hakuweza kufungua uso wake, na hakuna mtu yote ambaye anaweza kumwanda maska kwenye mtandao. Oho, funua sura tukuone, usije ukakamatisha nini dera kama lako, alafu mama yako aje analia. Huwezi kuimba ngoma kali alafu ni kunyime like. Huwezi kunichekesha hivyo alafu ni kunyime like. Dada, naomba utafute mwanasheria mwingine, mimi nimefariki. Okay. Nitasoma tena hii. Nani huyu? Acha tumuite jina lake ile. Tumesema tutataja majina, lakini acha tumuite jina lake. Yeye anajiita Pretty So. Pretty So amesema, dada, naomba utafute mwanasheria mwingine kwa sababu mimi nimefariki. Akimaanisha yani yeye tayari ashafariki. Kwa hivyo anamwambia huyu mwanadada atafute mwanasheria mwingine. Kwa sababu gani? Kesi yake itakuwa ngumu. Okay, fine. Let's go on. Ngoja utekwe, wasanii wenyewe tu wanaogopa, inabidi wewe machawa. Yani acha utekwe, kwa sababu wasanii wenyewe wa kuimba wanaogopa kuimba nyimbo ambazo zinamkashifu urais ama serikali. Je, wewe ambaye ni kama chawa tu? Leo nimepita maeneo ya Nyamagana, kuna kabibi kamevaa nguo za CCM, akimaanisha CCM nadhani. Okay, CCM. Kakateleza, kakaanguka, na kalizani nitakainua, nimekaacha pale, sitaki ujinga mimi. Yani amesema kwamba amepita maeneo fulani hapo ambapo ya yale maneno ameambia kwamba yanaitwa Nyamagana, ambapo ameona bibi, yani mama ambaye ni mtu mzima, ambapo alikuwa amevaa sare ambayo iko na alama ama nembo ya Chama cha Mapinduzi, na bahati mbaya akateleza, akaanguka yule mama. Lakini kwa sababu huyu jamaa kwa ile chuki ambayo ako nayo dhidi ya CCM, basi hakuweza kumsaidia yule mama pale chini, akamwacha vile vile. Asa, mbona tunajua sura yako tu, mbona ujizibe? Siwezi kukunyima like na umeimba fact kama hivi. Marehemu alisahau kushusha video zinazoonyesha sura yake. Yani kumwambia kwamba wakati akishapatikana na wale ambao ni watekaji wa nyara na mwisho wa siku wamuue, basi hii ndio itakuwa ni statement ya kwamba huyu ambaye alifariki alisahau kushusha baadhi ya video zake ambazo sura ilikuwa inaonyesha wazi hadharani. Unajua una ujinga sana. Mtafanya Zuchu afungiwe nyimbo yake nyao nyie, kwa sababu ile nyimbo ambayo alikuwa anaimba huyu mwanadada ni ile nyimbo ambayo inaitwa Amanda, ambayo iliimbwa na msanii kutoka WCB ambaye anaitwa Zuchu. Badili jina, weka video zako zenye sura yako private binti. Huu wimbo utolewe challenge. Mwanasheria wako na mwanasheria yako na pumu siwezi kufika kotini. Shusha tu hiyo kitambaa, post zako ziko live kwenye page yako vile vile. 15/15 nakupa alama zote 100%. Safari hii mpaka Tanzania inyoke nzima, kitaeleweka tu. Kama itatokea wamekuchukua na wewe ukamsalimie Magufuli, mwambie yote yanayoendelea. Umejaribu, mapenzi yamekushinda, umeamua uje ujimalize mwenyewe kwa mdomo wako mwenyewe ili ukwepe maumivu ya mapenzi. Kwa nini umejifunika mdomo? So ladies and gentlemen, yani hapa nimeonani watu wengi kwamba komwe hawalioni. So yani hapa kitu ambacho nimejionea ama kitu ambacho nimesoma, ama hata kama umesoma kwenye comment, watu wengi sana hapa wamemuonyesha huyu mwanadada ya kwamba kile kitu ambacho umekifanya ni kitu ambacho ni hatari, ikionyesha dhahiri shahiri ya kwamba Tanzania watu wamefungwa, ama Tanzania watu tumefungwa mdomo, ambapo hakuna hata mtu mmoja ambaye yuko tayari kujieleza ile hali halisi ambayo inaendelea, ama ile hali halisi ambayo yeye anajiendeleshea. That's why sometimes pia unaona mtu anatamani kabisa aseme ya kwamba kile kitu kinachoendelea nchini sio kitu sahihi, lakini kwa sababu yuogopa, yuadhani nikiongea mimi kesho haitatoboa, mimi lazima nitalazwa ndani, kesho haitatoboa, mimi lazima mimi
nitakuja nitachukuliwa tuna askari hapa. Unapata mtu anakufa na yale machungu yake. Ama unapata mtu sasa anaona acha niingie tu CCM kwa sababu nikiwa upande mwingine sitakuwa na uhuru, biashara zangu hazitaenda, sitaweza kuwa na uhuru wa mitandao. As we are talking at the moment, mimi naweza kukwambia tu reality, Tanzania hakuna uhuru. Acha tuongee tu reality. Nchini 255 uhuru hakuna. There's no freedom as we are talking at the moment. The democracy that is there ambayo tunaita democracy itabaki tu kwa jina democracy, lakini kufuatiliwa ile kiuhalisi na kiusahihi basi hakuna tena. Kwa sababu siku zote vinasema kwamba mwananchi ndio anapaswa kuwa bosi wa yule ambaye ni kiongozi. Kwa sababu siku zote mwananchi ndio yule ambaye anafanya vitu vyote ambavyo vile vitu anavyofanya mwananchi vinamfanya mpaka yule kiongozi analipwa mshahara wake, anapata zile tenda zake na anapata zile pesa ambazo anarudi mashinani kushughulikia yule mwananchi wa kawaida kwenye sehemu ambayo yuko. Lakini huyu mwananchi ambaye akishanunua vitu baadhi anakatwa ushuru, ule ushuru uweze ukasimamishe ile nchi ama ikasimamishe ile serikali pamoja na kulipa wafanyakazi wa serikali. Mwananchi huyu akisimama na kusema kwamba wewe kiongozi wangu umefanya hivi na hivi na hivi sijapenda, au umefanya hivi na hivi na hivi sio sahihi, rekebisha, mwananchi anaonekana kama yeye ndio mbaya. Mwisho wa siku anatekwa, anauliwa, mwisho wa siku anatekwa na watu wasiojulikana, na hao watu wasiojulikana wanatafutwa hao watu hao ambao ndio wanajifanya kama ni polisi, lakini vyombo vya habari vinasema kwamba wametekwa na watu wasiojulikana. Mwisho wa siku kesho yake unasikia kwamba ile kesi imepelekwa kwa polisi. Sasa wale polisi pia wanatafuta yule mtu asiyejulikana wakati hao wenyewe wanamjua, lakini mwisho wa siku utakuja utasikia tumempata sehemu isiyojulikana, amekufa, na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hivyo ndio itakuishaisha kilio chake. So ladies and gentlemen, kitu ambacho naweza nikasema hapa kiukweli kabisa, tuombeni tu Mwenyezi Mungu vita visiweko, tupige kura kwa amani, wale ambao watapiga kura na wale ambao hawatapiga kura, if they want to march, as in kueleza hisia zao, uchungu wao ya kwamba hakuna amani kama hakuna ule ambao tunauita tumesema kwamba kama hakutakuwa na amani ama kama hakutakuwa na ule udhalifu, yani ile usawia ni kimaanisha tunapenda sana kutumia neno la usawa, ama tutatumia neno gani lile ambalo linaonyesha kwamba kama hakutakuwa na usawa basi hatuwezi tukalilia amani, na bila amani ule usawa hautapatikana, na ule usawa ukipatikana amani itapatikana, kwa sababu kila mtu atakuwa amepata ule usawa ambao anautaka, atajikuta kwamba yeye hadhaliliki na hadhulumiwi kwa njia yote ile, basi automatically atangangana ili imani ama ile amani iweze kurudi kwenye nchi na kila mtu aweze kuishi kwa njia ya amani kama kawaida. Kama tunavyojua kwa Tanzania tunaishi kwa kupendana, tunaishi kwa mfano bora kwa majirani zetu, tunaishi kwa mfano bora Afrika nzima, tunaishi kwa mfano bora hapa duniani mzima, ya kwamba upendo na utulivu na amani nzima inapatikana nchini Tanzania. Vile ambavyo tunakaribisha wageni wetu, vile ambavyo tuko na ile ambayo tunaita customer service, Tanzania tunashindana na Philippines. So let's not break this, let's make sure that this sustains pale ambapo ipo, kwa sababu msimu wa kura unakuja na unaenda, na vile sisi tutabaki kuwa sisi, japo tunajua tunaumia, kiatu kimetufika mahali pabaya kinatufinya, lakini tuvimilieni, mwisho utafika na dunia itasonga. It is what it is, ladies and gentlemen. This is KH Panda. Please make sure to subscribe, like and share this video. Thanks for watching, guys. Till next time.